Kwa majina anaitwa Yohani Filipo Mwagama AK Mr. Mwafaka toka AMCOS ya Shauri Moyo wilaya ya Ludewa. Mimi kwanza niseme namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuweka salama mpaka mahali hapa, na pia nawashukuru wajumbe kwa kuniamini, kwa sababu awamu ya kwanza nilikuwa mjumbe wa bodi katika chama hiki. Leo niliomba nafasi ya kuwa mwenyekiti, na bahati nzuri Mwenyezi Mungu amenipa nafasi ya mwenyekiti. Kazi yangu kubwa iliyobaki mbele yangu ni kuhakikisha na watumikia wanachama wangu juu ya ahadi ambazo tumeziahidi katika bodi yetu iliyopita, na safari hii ni kuzimalizia na utekelezaji wake, kwa sababu tulikuwa na mambo makubwa mawili. Zoezi kubwa lilikuwa ni ulipaji wa deni NMB ambalo limekamilika kwa asilimia karibu 90, na wazo la pili lilikuwa ni kuwawezesha wanachama wetu kupata pembejeo za kilimo kwa wakati kupitia chama chao kikuu. Kwa hiyo na imani kwa fursa hii niliyopewa nitaitumia ipasavyo, na kisha wanachama wangu wanapata pembejeo kwa wakati kwa kupitia vyama vyao vya msingi kupitia chama kikuu Njoreko. Uhai wa chama mpaka sasa hivi ukoje sasa kwenye masuala ya miradi? Uhai wa chama uko vizuri, si haba sana, kwa sababu tuna majengo ambayo ni ndio vyanzo vya mapato, na tunategemea saa hizi kujikita sana kwenye kilimo cha muda mfupi ili kuweze kuleta mabadiliko haraka kimtaji. Kwa hiyo na imani kabisa chama kitakaa vizuri tukiingia kwenye kilimo cha viazi, kwa sababu kiazi yani ni muda wa miezi mitatu tayari unapata matokeo. Kwa hiyo tuna uhakika chama tunaweza kuweka katika mazingira mazuri kutokana na miradi ambayo iko mbele yetu hii. Wangu baada ya kuona ile, kwa sababu ile mradi ulikuwa unaenda kimya kimya, kwa sababu ya nini? Mtaji tulikuwa hatuna. Yaani kiwanda unapeleka milioni 2. Milioni 2 haiwezi kufanya kitu chochote. Mwenzako ana mradi wa milioni 70. Kwa hiyo lazima utaendelea kupata hasara, kwa sababu watumishi watakuwa hapo wanaendelea kulipwa, vitendea kazi vinaendelea kuumia. Kwa hiyo safari tumeshajipanga kwa tutachukua, kwa sababu sasa tutakuwa tunakopesheka na taasisi zote za kifedha, na tukianza na mtaji ambao tumepata kupitia kiwanja chetu tulichouza. Kwa hiyo na imani kabisa mradi ule utakaa vizuri na utaendelea kuleta tija kwenye chama chetu. Na unaahidi nini sasa kwenye vyama AMCOS zenyewe huko, unaahidi nini? Mimi naahidi AMCOS kwa umoja wao waliouonesha kuwa chama kikuu hakitokuwa mbali nao, kuanzia kuwapa mafunzo katika uandishi wa vitabu ili hati zile mbaya zibadilike. Pili, kuhakikisha tunawapa pembejeo kwa wakati ili tuweze kuvutia na AMCOS nyingine ambazo hazijajiunga na chama kikuu. Tuseme kwa kweli, kutokana na hali halisia, bali mabadiliko tabia nchi ambayo hayakwepeki ni kitu ambacho kinakuja, huwezi kukwepa. Lakini nafikiri kwa sababu kwa kanda ya mkoa wetu shida iko katika wilaya ya Wanging'ombe, ambako tumeona kweli kwa halisia kidogo kule kweli hali ni mbaya, mahindi yanakauka. Lakini kwa hali ya kuanzia Ludewa hii Njombe DC kidogo sio mbaya, lakini kwa Ludewa mahindi si haba. Mwenyezi Mungu ametupa haueni, kwa sababu mvua inanyesha. Kwa hiyo tuna imani kuwa kwa ushirikiano, kwa sababu ni mkoa mmoja, vyama naweza tukaanza kuuziana mahindi kama kuna hali ngumu ya chakula, kwa sababu ili tusaidiane kwanza wenyewe kwa wenyewe ili tuhakikishe tusiweze kuathirika. Asante. Mimi niseme kwa wanachama wangu, kwa sababu kiongozi ni kuongoza, na kiongozi ukubali kupokea ushauri, na kama unakubali kupokea ushauri, nafikiri hakuna kitakachoharibika katika uongozi wetu pamoja na bodi yangu pamoja na chama kikuu chote kwa ujumla. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Eva Olison Ngewe. Ninatoka AMCOS ya Kidegembye. Mimi ni mjumbe mwakilishi katika AMCOS ya Kidegembye, na nimegombea nafasi ya ujumbe katika chama kikuu cha Njoreko DC Njombe. Nimegombea hii nafasi, nimepita. Kwa kweli namshukuru Mungu bila upinzani wowote. Asante. Kuwatarajie nitapambana kuwawakilisha kutafuta masoko na pembejeo wakulima watazipata kwa wakati, na nitapambana kutafuta fursa mbalimbali na kuwashawishi watu wajiunge na chama cha ushirika. Kuja kugombea hii nafasi, kilichonivutia mimi ni Njoreko wanafanya mambo ya msingi, na mimi nikavutiwa mambo wanayoyafanya, nikaamua kugombea
na niweze kukiinua chama kisonge mbele. Nafikiri Njoleku turatibu tulime mazao ambayo ni mepesi kukomaa ili tuokoe janga la njaa. Kwa mfano viazi, tulime mahindi ambayo ni mbegu nyepesi. Ni hayo tu. Asante. Makisio mwaka 25-26 ni milioni 161,735,870. Mapato mengineyo kwa mfano ada ya maombi, makisio ada ya maombi ya kupanga. Makisio mwaka uliopita ilikuwa shilingi 300,000, hali halisi ni shilingi 160,000 kuishia 28 mwezi wa pili. Makisio 25-26 ni shilingi 400,000. Ada kwa wanachama wale wanaoingia kujiunga na Njoleku. Makisio mwaka uliopita ilikuwa ni milioni 2,300,000. Hali